Usikilizaji wa kesi ya kuhakikisha mashtaka ndani ya kesi mwendesha mashtaka na Calixte Mbarushimana ilianza siku ya 5 tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka 2011 na ilimalizika tarehe 21 mwezi wa kenda mwaka huu. Ilikuwa kwenye chumba cha utangulizi cha kwanza ya mahakama ya kimataifa ya jinai ama Cour Penal International ambao imeundwa na majaji Bibi Sanji Musaneno Monangeng, jaji mkuu, Bibi Sylvia Steiner na Bwana Kuno Tarfusa. Mahakama ya kimataifa ya jinai ni mahakama ya kwanza ya kudumu yenye kuwa na mamlaka ya kuendesha mashtaki dhidi ya watu wanaoshtakiwa kutenda jinai mkubwa ulimwengu mzima, mauaji, jinai dhidi ya binadamu na jinai ya kivita. Usikilizaji wa kesi ya kuhakikisha mashtaka ni mkusanyo yenye kuwa na wazi kwa watu wote, na pale chumba cha utangulizi kitaamua kuhakikisha mashtaka au hapana, kuhakikisha mashtaka yote au nusu ya mashtaka, ni mashtaka yenyewe mwendesha mashtaka anashtaki mshtakiwa kwa ajili ya hukumiwe mbele ya chumba cha kwanza cha kuhukumu. Calixte Mbarushimana mwenye anasema ni raia wa Rwanda ana miaka 47, alikamatwa na kupeleka CPI tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka huu na wakubwa wa Ufaransa kufuatana na hati ya kukamata iliyotolewa na chumba cha utangulizi ya kwanza tarehe 28 mwaka wa 2010. Na alikamatwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2010. Kulingana na ibara 25(3)d ya mkataba wa Roma, Bwana Mbarushimana anazaniwa kuwa mwenye alitenda jinai dhidi ya ubinadamu 5: mauaji, tendo la maumivu, ubakaji, matendo ya kinyama na utesaji. Anazaniwa pia kuwa mwenye alitenda mauaji ya vita 6, kushambulia raia, uharibifu wa mali, mauaji, maumivu makali, ubakaji na matendo za kinyama. Makosa haya yaliweza kutendwa wakati wa vita iliyopitikana mwaka wa 2009 jimboni za Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tokea mwezi wa 7 mwaka wa 2007, Bwana Mbarushimana alikuwa secrétaire exécutif wa Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR, Force combattante Abakunguzi. Kwa niaba ya ofisi ya mwendesha mashtaka makamo Bibi Fatou Bensouda na mwendesha mashtaka msaidizi Bwana Anton Steinberg walitoa maoni yao. Calixte Mbarushimana a contribué. Calixte Mbarushimana alisaidia kutenda makosa akifanya kampeni ulimwenguni akitetea na kubisha kama FDLR ilitenda makosa hayo hata kama ilikuwa kweli, ili apate kuingia ndani ya siasa. Bwana Mbarushimana alitumika kama mkubwa ili aweze kutia muungano kati ya watu wanaotumika kwa ajili ya kuleta amani. Walikuwa wakitumika kwa kuleta amani na kumaliza mikorogano ndani ya majimbo ya Kivu. Alileta usaidizi wa lazima kwa ajili ya uendeshaji na namna ya kutumika kati ya kikundi FDLR. Wanawake wenye kubakwa na wanaume wenye kukatwa viungo vya uzazi waliteswa na kuumia, na sio kwa mwili tu ila binafsi. Waliwaumiza na kuharibu umutu wao kama mume au mke ndani ya ujamii. Kwa namna hiyo, matendo haya yote ya kuharibu utambulisho wa mtu ndani ya familia na ndani ya jamii. Mshikamano wa familia na wa jamii yote iliharibika. Kupitia mambo haya yote, watu wa FDLR waliweza kuunda janga la kibinadamu mkubwa wao alitafuta. Mwendesha mashtaka ana alama za kutosha kwa kuwazia kama Bwana Mbarushimana ana hali binafsi ya kutenda makosa kwa raia ya Kivu, akisimamia matendo ya kikundi. Ndani ya kesi hii, wateswa 113 wenye walikubaliwa na mahakama
waliwakilishwa na wakilishi kisheria ya wateswa ama waavoka wa bavictime, mwanasheria Mayombo Kasongo na mwanasheria Ghislain Mabanga. Les victimes que je représente sont celles qui ont tout perdu. Wateswa mina simamia ni wale walipoteza vitu vyote. Hawana tena kitu. Sitaki kusema ni wamaskini. Umaskini kama vile unasemwa kwa wazungu, kuna kanuni zenye zinafatiliwa na hesabu zenye kujulikana ziko. Hawa ni mayatima wenye waliponyoka mauaji za ndugu zao. Ni kama vile kijana mwanaume alikimbia usiku wakati FDLR alikuwa akibaka mama yake. Siku alirudi kutoka mukimbizi, alikuta kichwa cha baba yake mbele ya mlango ya nyumba. Wateswa hawa wanangoja sheria kutoka kwa jamii ya ulimwengu. Maana kama kuna sheria mkubwa duniani, kwa sasa ni sheria ya jamii ya ulimwengu. Neno langu la mwisho ni kusema kama wateswa hawa wote wana kitu kimoja, ni kuona mshtakiwa anahukumiwa ili ajibu kumatendo aliyetenda. Kuhakikisha mashtaka ni mwanzo wa kupanguza mateso za wateswa hawa. Asante. Et donc, aujourd'hui, Madame le Présidente, Leo, Bibi Presidenti, wateswa kutupitia wanakuja mbele ya koti yenu kusema kama wanaomba sheria. Wanajua, Bibi Presidenti, kama hakuna hukumu, hakuna kutengeneza bila kesi na hakuna kesi bila kuhakikisha mashtaka. Wanajua mambo yote inaweza kupitikana ndani ya kusikiliza kesi kinachofunguka asubuhi ya leo. Kwa mara ya kwanza wanakataa kuendelea na kuteswa, wanapenda kusaidia kwa nguvu ili kesi ipitikane vizuri. Usikilizaji wa kesi uliendelea na maoni ya kwanza ya mwanasheria Nicholas Kaufman, mwanasheria wa utetezi. Madam President, Your Honours, never has so much been expended to prove so little. Bibi Presidenti, bibi na bwana wa jaji, hata siku moja hawajasema mingi kwa kushahidia mambo madogo. Hata siku moja hawayashtaki mtu mmoja na mashtaka mingi kama hii. Ijapokuwa mtu yule alikuwa mbali sana nafasi matendo yalitendeka. Nilisikiliza asubuhi yote maoni ya wakilishi ama waavoka wa wateswa na wasaidizi wa mwendesha mashtaka. Walitoa maoni yao yenye kuhusu matendo mabaya, habari za mateso, ya maumivu yenye kuleta boga na hasira, maneno ya kuelezea watu waliokuwa nje ya chumba hiki, maoni yenye kutafuta mshtakiwa. Najua ya kwamba chumba hakitakamata maoni hayo kwa kupana sheria. Maana wajaji ni wataalamu, chumba kinajua ya kwamba namna ya kujisikia haitapita mashahidi ya kweli. Tutaonesha kama mashahidi yenye kulingana na mteja wangu, Bwana Calixte Mbarushimana, kulingana na matendo ya makosa ya hatari hazo, haziko. Siku Bwana Mbarushimana alionekana mara ya kwanza mbele ya korti, alihukumu mambo ya utesaji iliyopitikana mumuji wa kaskazini wa Kongo. Ni kweli matendo mabaya haya ilipitikana ndani ya majimbo ya Kivu. Wateswa wa raia wasio na kosa hata moja waliteswa kupitia makosa hayo. Na Maitre Kasongo alisema makosa hayo inapashwa ama watendaji wa makosa hayo lazima wahukumiwe. Ni bure kuhukumu mtu huyu mwenye hakutenda makosa hayo. Kitusi kikubwa kwa wateswa hao ni kutenda mambo bila kuwaza. Mtu mwenye iko New York, Amerika, Kinshasa au Kigali, akamata mpango na kupenda kuangusha mtu
juu ya kulipisha mabaya iliyotendeka na jamii ya ulimwengu kwenye walishindwa kuchunga watu wa Kivu. Musiku kidogo mutasikia masemi juu ya makosa iliyotendwa na FDLR. Lakini kitu kinachosemewa na watu au kitu watu wa siasa ya New York watasema kuhusu FDLR hakina maana. Kitu kimoja kia lazima hapa ni kama mwendesha mashtaka alifanya uchunguzi na akatoa mashahidi mbele ya chumba, na mwendesha mashtaka anapaswa kuonesha kwamba kuna alama za kutosha kwa kuhakikisha kama Bwana Mbarushimana alitenda makosa hayo. Tarehe 19 mwezi wa kenda mwaka huu, washiriki wote wa usikilizaji wa kesi walitoa alama za ushahidi mbele ya chumba. Ofisi ya mwendesha mashtaka iliwakilishwa na Bibi Rulieta Solano na Bibi Marion Rabani, mshtakiwa msaidizi. Bibi Solano alileta mbele ya chumba makartasi kuhusu uendeshaji wa namna ya kutumika ya kikundi FDLR. Bibi Marion Rabani alionesha alama za ushuhuda akizingatia masemi ya washuhuda wa mwendesha mashtaka. Kwa niaba ya utetezi, Profesa Kai Ambos, mtetezi makamo wa timu la utetezi ya Mbarushimana, alitoa maoni yake kuhusu hali binafsi ya mwenye kutenda makosa na alizungumzia pia kuhusu usaidizi ya mteja wake kwa matendo ya jinai yenye anashtakiwa. Mwanasheria Nicholas Kaufman, mtetezi mkuu, alizungumzia kuhusu alama za ushuhuda za mwendesha mashtaka. Chumba iliruhusu washiriki wote walete maoni yao ya mwisho. Bwana Anton Steinberg, mwendesha mashtaka msaidizi, alikamata sauti kwa niaba ya ofisi ya mwendesha mashtaka. How would the prosecution convince the chamber and the victims? Mwenzangu mtetezi alitoa ulizo mbili yenye kuelekea maoni ya mtetezi. Ya kwanza, namna gani mwendesha mashtaka atasingizia na kuonesha kama ilikuwa watu wa FDLR, hapana wanajeshi wengine, walitenda makosa ndani ya majimbo ya Kivu ambayo anashtakwa mshtakiwa. Ya pili, Bwana Mbarushimana iko wapi ndani ya mambo haya yote? Ulizo la kwanza, bibi presidenti, bibi bwana majaji, nasema kama wateswa wanajua vizuri kupita watu wengine kama ni FDLR njo waliwashambulia. Wanajua vizuri kama ni FDLR njo iliunguza manyumba zao. Wanajua tena vizuri kama ni FDLR njo waliua ndugu zao, walibaka, walipiga na kutesa na pia wakakatakata hata majirani zao. Kuna mashahidi ya kutosha kwa kuhakikisha ya kwamba alikuwa anajua kama watu wa FDLR walitaka kutenda jango ya ubinadamu kufuatana nafasi alikuwa nayo ndani ya mkusanyo niliotaja hapo mbele. Bibi presidenti, bwana majaji, alicheza mchezo ya lazima ndani ya kampeni ya upelelezi ulimwenguni kwa kukatala matendo iliyotendeka na kuitumikisha kwa kupata nafasi ndani ya siasa kwa njia ya nguvu. FDLR ilimupa nafasi ya lazima kwa mtu mwenye hakukuwa na jua siasa ya kiungo hicho. Ilikuwa magumu kufuatana na mawazo yangu. Mwendesha mashtaka anazani ya kwamba chumba kitatambua ya kwamba kuna alama za kutosha kwa kuwazia ya kwamba FDLR ilitenda maneno haya na Calixte Mbarushimana alisaidia kwa kusudi akijua matendo yaliyotendeka na iko msimamizi kufuatana na ibara ya mkataba wa Roma. Kisha wakilishi ama waavoka wa wateswa ama victim, Maître Kasongo na Maître Mabanga walitoa maoni zao. Tous les groupes armés Wanajeshi wote walitenda makosa yenye kuhukumiwa mbele ya korti hiki. Lakini kitu cha mpya kwa makosa inalawama na FDLR ni ya kwanza matendo hayo ilikuwa kabisa siasa ya kuunguza budongo. Sio silaha kubwa ndizo zilitaka kuunguza mingini hizo ama manyumba hayo. Hata wateswa wanasema wazi, waliona waskari wa FDLR wanakuja,
Waliokuwa na bahati walitiliwa nje, walikamata mali zao, wakatiwa moto kuma nyumba zao. Wengine waliunguzwa ndani ya manyumba. Ile ilikuwa siasa ya FDLR kuunguza kabisa udongo. Maître Nicolas Kaufmann, mtetezi mkuu wa Bwana Mbarushimana, alipana pia maoni yake mbele ya chumba. The simple truth of the matter is, kama vile nilisema tangu mwanzo, jamii ya ulimwengu ilikuwa nataka kuwa na mhukumiwa mwenye kujulikana hapa Lae. Hawakuweza kupata Bosco Ntaganda juu Presidenti Kabila hakumupana, pia na Laurent Nkunda kwani Presidenti Kagame hapendi kumupana. Watu wa Alemanya walisha kuwa na Bwana Murianashaka na Straton Musoni. Ni kusema kulikuwa mtu mmoja tu mwenye kujulikana. Pia alisema kuhusu matendo inayotendeka ndani ya majimbo za Kivu, lakini mwendesha mashtaka akajikuta mbele ya magumu. Hakupata nafasi ya Bwana Mbarushimana ndani ya mlango wa amri kufuatana na ibara 28. Hata kama wanasema kama alikuwa mwongozi, hawakuweza kuonesha kama alisaidia ya kweli kwa matendo ya makosa hizi. Hata kama wanasema alikuwa akisimamia, kitu kimoja wangelisema ni kitu Mbarushimana hajaficha hata siku moja, ni kusema kama alikuwa mmoja wa FDLR na alikuwa naomba kubadilisha siasa Rwanda na kuomba wakimbizi wa Hutu warudi kwao. Jaji mkuu Sanji Musaneno Monangeng alitangaza mwisho wa usikilizaji wa kesi wa kuhakikisha mashtaka. Kulingana na kifungo 53 ya kanuni ya mahakama, tokea siku ya mwisho ya mkusanyo ya kukamilisha mashtaka, chumba ina masiku 16 juu ya kukata maneno ya kuleta azimio yake. Kisha kuchambua alama za ushuhuda, majaji wanaweza kukamilisha mashtaka na kutuma kesi mbele ya mahakama, au wanaweza kukamilisha mahakama wala kusimamisha usikilizaji wa kesi na kuomba mwendesha mashtaka aongeze alama za ushahidi au afanye uchunguzi mpya.